Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, mtanange mkubwa wa kombe la ngao ya jamii finali ambao tumetoka kushuhudia kutokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 ni mchezo ambao ulikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi ya timu ya soka ya Simba Sports Club, ambao mchezo huu ulikuwa ni wa finali ya ngao ya jamii kwa ajili ya kuzindua ligi kuu kwa msimu mpya wa mwaka 2025-2026, ambapo mchezo huo ni lazima mshindi angepatikana ili aweze kukabidhiwa lile kombe la ngao ya jamii, na hatimaye klabu ya soka ya Yanga Sports Club bahati ilikuwa kwao, kwa sababu licha ya klabu ya soka ya Simba kuweza kucheza mpira mzuri, lakini ndio hivyo klabu ya soka ya Yanga Sports Club ndio ambayo iliweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao ambalo kwa upande mwingine limekuwa na utata mkubwa sana katika mitandao ya kijamii kutokana na mchezaji Pacome Zouzoua kulifunga katika kipindi cha pili dakika ya 54. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club umeweza kupendezwa na ushindi ambao Yanga wameweza kuupata dhidi ya watani wao wa jadi, ambapo kwa sasa Yanga wenyewe wanakuambia wanaskani kwa sababu wamepata ushindi mara 6 mfululizo katika kipindi cha miaka miwili ndani ya hizi derby ambazo wanazicheza dhidi ya watani wao wa jadi. Basi like video yetu, na kama ni mshabiki wa Simba tuambie, je, maamuzi ambayo yaliweza kuchukuliwa na mwamuzi Ahmed Yarajiga kuweza kulikubali goli la klabu ya soka Yanga, je, lilikuwa goli sahihi ama si sahihi kwa upande wako, mtazamo wako, kwa sababu goli hili katika dakika 54 limekuwa na utata mkubwa kwa jinsi ambavyo mchezaji Pacome Zouzoua aliweza kulifunga bao hili. Sasa mara baada ya mchezo kumalizika, tumeona watu mbalimbali wamekuwa na mitazamo tofauti kuhusiana na mchezo huu, ambapo tukienda kuanzia kwa upande wa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, ndugu Ahmed Ali, kwa upande wake ameweza kufunguka kitendo cha klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kupoteza mechi za dabi kwa kipindi cha michezo 6. Kwa hiyo tunaona hii si nzuri kwa upande wa klabu ya soka ya Simba, kwa sababu ukiangalia kupoteza mbele ya mtani kwa mechi 6 mfululizo si sahihi. Ahmed Ali, tukienda kuanzia chapisho lake la kwanza ambalo aliweza kulichapisha, anasemaje kupitia mtandao wake wa Instagram na mitandao mingine, aliweza kuchapisha chapisho la kwanza. Linasemaje? Linasema hivi: kufungwa hakumpendezi mtu na maumivu ya kufungwa hayazoeliki, hasa ukifungwa na mpinzani wako mkuu na ukifungwa na mpinzani mmoja mara nyingi. Lakini kwa mechi ya leo tuna kila sababu ya kujivunia timu yetu na kuwapongeza wachezaji wetu kwa ubora mkubwa walioonyesha. Kwa muda mrefu hatujacheza mechi kwa kiwango kikubwa namna hii. Dakika 45 za kipindi cha kwanza peke yake zingetosha kurejesha heshima yetu, ila bahati haikuwa kwetu. Pamoja na kupoteza mchezo wa leo, lakini umetupa taswira tutakuwa na msimu wa aina gani huko mbeleni. Itoshe kusema tu tutakuwa na msimu bora sana kulingana na kikosi tulichokuwa nacho. Jicho lenye machozi halioni mbali, hivyo mnaweza msinielewe hii leo, lakini tuishi umuhimu wana Simba. Safari hii timu tunayo na tutafanikiwa sana inshallah. Tumefanya usajili bora sana, wachezaji wetu wapya wameonyesha viwango vya hali ya juu. Niwaombe ndugu zangu wana Simba, tutulie na tujipange kwa msimu kwa kishindo. Kilichopotea ni kidogo sana kulinganisha na vikubwa ambavyo viko mbele yetu. Lakini haikuishia hapo. Ahmed Ali akaenda kusisitiza kusema hivi: tulijiandaa vyema sana kuukabili mchezo wa derby, tuliwadhibiti pasavyo wapinzani sanjari na kuwapelekea pumzi ya moto kila wakati langoni kwao. Ndio maana husikii wala uoni mchezaji wao yeyote akitajwa kwa kucheza vizuri zaidi sana. Kipa wao ndio kawaokoa pamoja na ubora tuliokuwa nao, lakini tukasahau kumkaba mguu akatuumiza kwa makusudi. Tuna kila sababu ya kujivunia timu yetu na benchi la ufundi. Naiona Simba hatari sana siku za usoni, naiona Simba yetu ikifanya balaa kubwa sana msimu kwa kuwa timu yetu imekamilika. Huyo ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba akijivunia kiwango ambacho kiliweza kuonyeshwa na klabu ya soka ya Simba. Lakini kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu, pia alikuwa akifuatilia mchezo huu, ameweza kuposti kikosi cha Yanga kikishabikia kuchukua ngao ya jamii, kisha akaandika hivi: leo nimepata wasaa wa kutazama dabi ya Dar es Salaam. Hongera kwa klabu ya Yanga kwa ushindi wenu dhidi ya klabu ya Simba katika mchezo wa kuwania ngao ya jamii. Ulikuwa mchezo mzuri
kwa pande zote. Ushindani wenu ndani na nje ya uwanja ni burudani ya kipekee ambayo wakati wote inatuletea Watanzania pamoja. Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akifunguka ama akipongeza Young Africans kwa kuweza kubeba ubingwa mbele ya Simba Sports Club.